Ni kwa bahati mbaya sana serikali iliyokuwa madarakani tarehe 29 mwezi Oktoba na kabla ya hapo na baada ya hapo, badala ya kulinda haki ya kuishi ya watu, vyombo vya dola vyenye wajibu wa kulinda uhai ndio vimeshiriki kuua raia kwa risasi. Sasa sisi kama chama tulikaa kikao cha kamati kuu ya chama na tukakubaliana mambo kadhaa kama maamuzi ya kamati kuu. Sasa nayasema hapa kwa ufupi ili kama Katoro na kanda ya Victoria mnaridhia kwamba sio maamuzi tena ya kamati kuu ya Chadema, ni maamuzi ya Watanzania, tupitishe azimio hapa. La kwanza, tumesema wote waliouawa tarehe 29 Oktoba na kabla yake na baada yake tutawaenzi na kuwakumbuka kama mashujaa wa haki katika taifa letu. Wale ambao mnakubaliana na kamati kuu ya Chadema, naomba vidole viwili juu kwamba hawa ni mashujaa wa haki, tutawaenzi na kuwakumbuka. Asanteni sana. Pili, tumepitisha msimamo wa kutokubaliana na taarifa za uongo zilizoko ndani ya ripoti ya tume ya Jaji Chande, na tumeweka msimamo wa kutaka ufanyike uchunguzi huru wenye kuhusisha watu huru wa kimataifa na watu huru wa kitaifa wa ndani, ili ukweli ujulikane, uwajibikaji upatikane na haki ipatikane. Tumeweka msimamo huo kama chama. Katoro na kanda ya Victoria, wangapi mnakubaliana kwamba huo ni msimamo sio wa Chadema tena, ni wa wananchi? Ni wa wananchi, ni msimamo wa wananchi. Asanteni sana. Ndugu zangu Watanzania wenzangu wa Katoro, tumekuja kuzungumza nanyi katika operesheni hii iliyobeba jina la Operation Katiba Mpya, Free Tundu Lissu. Tafsiri yake nyepesi ni nini? Tundu Lissu akiwa huru, bado tutaendelea na mapambano ya katiba mpya, tutaongeza tu kingine mbele yake. Kama tutaamua kwamba kwa hali ngumu ya maisha ya wananchi tushughulike na ugumu wa maisha ya wananchi, tutasema katiba mpya, tushushe bei za bidhaa. Kama tutasema katiba mpya na uwajibikaji waliouawa, tutafanya hivyo. Lakini sisi kama chama tumechukua msimamo kwamba katiba mpya ndio ajenda kuu ya wananchi mpaka pale katiba mpya itakapopatikana katika taifa letu. Na tumeweka msimamo wa kukataa kukubaliana na ripoti ya Chande na kauli ya Samia Suluhu Hassan siku ya kupokea ripoti ya Chande. Wao wamesema katiba mpya ni mpaka mwaka 2028. Sisi tumesema hapana, tunataka katiba mpya kuanzia sasa. Niwaulize Katoro, wangapi mnakubaliana na sisi kwamba mchakato wa katiba mpya uanze kuanzia sasa? Katiba mpya kuanzia sasa, katiba mpya kuanzia sasa, katiba mpya kuanzia sasa. Asanteni sana. Sasa kamati kuu italeta mapendekezo kwa umma juu ya namna ya kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Bila mchakato huo kuendeshwa, kuodhiwa na serikali haramu, serikali dhalimu. Sasa mambo mengine tutazungumza wakati huo, lakini hapa nataka niseme jambo ambalo limejitokeza kwenye mjadala hapa. Mwenyekiti wa kanda ya Unguja, mzee wangu mzee Hashim, alipokuwa anazungumza kuhusu moja ya jambo zito sana kwenye masuala ya katiba la muungano,
alitoa kauli kwamba sisi hatutaki muungano. Nataka niseme hivi, mwaka 2019 utawala dhalimu uliokuwepo wakati huo ulipeleka kwenye bunge mswada wa sheria na wakatunga sheria kurekebisha sheria ya vyama vya siasa. Ndani ya sheria ile wakaingiza kifungu kinachoweka masharti juu ya uhalali wa kuwepo kwa chama cha siasa, na akaweka kifungu kikasema, moja ya mambo ambayo msajili wa vyama ambayo wakamwongezea mamlaka makubwa sana, anaweza kukifutia chama usajili, ama chama kinaweza kukataliwa kusajiliwa, ni chama kuonekana kama vile kinapinga muungano. Sisi Chadema, msimamo wetu wakati wote, tunaamini katika uwepo, na hii iko kwenye sera ya Chadema toka Chadema ilipoasisiwa na marehemu Edwin Mtei, marehemu Mohamed Bob Makani na waasisi wengine. Walisema msimamo wa Chadema, hatukubaliani na muundo wa muungano uliopo hivi sasa. Tunataka muundo mpya wa muungano wa shirikisho la serikali tatu: serikali ya Tanzania, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika. Na huo haukuwa msimamo wa Chadema peke yake. Tume Nyalali ilikusanya maoni ya wananchi mwaka 92, 91 na ikahitimisha wananchi wengi walitaka mabadiliko ya muundo wa muungano. Tume ya Kisanga ikasema hivyo hivyo. Tume ya Warioba ilizunguka ikakusanya maoni mwaka 2012, 13 ikatengeneza rasimu ya kwanza, ya pili ikapelekwa kwenye mabaraza, ikaingia kwenye bunge maalum. Tulikuwemo kule kwenye bunge maalum. Watanzania mlisema mnataka mabadiliko ya muundo wa muungano, mnataka muundo wa muungano wa shirikisho. Tulipoingia kwenye bunge maalum la katiba mwaka 2013, CCM kinyume na maoni ya wananchi wakakaa kikao cha halmashauri kuu ya CCM, wakapitisha uamuzi wa kutumia wingi wao vibaya kwenye bunge maalum la katiba kuchakachua rasimu ya Warioba kwenye muundo wa muungano, wakalimbikiza mamlaka ya rais, wakapunguza haki za binadamu, wakaondoa uhuru wa bunge, wakaondoa uhuru wa mahakama, wakapitisha inayoitwa katiba inayopendekezwa. Sisi tukasema hatuko tayari kuwasaliti wananchi, tukatoka. Ndio wakati ule ukaundwa umoja wa katiba ya wananchi. Sasa tumerudi kufanya kazi kwa uweledi na uhuru. Katiba mpya itatibu matatizo mengi katika taifa letu. Ndugu zangu, wakati napita jana mitaani tunafungua vizimba na vijiwe, wapo walioniambia kwamba tunatarajia kesho katibu mkuu uzungumze kuhusu barua ya msajili wa vyama vya siasa inayotishia kusitisha au kuzuia Chadema kufanya shughuli zake, kuifanya Chadema izuiwe tena kufanya mikutano kama hii na wananchi, kufanya shughuli mbalimbali za kisiasa, kuunganisha Watanzania katika mapambano ya haki. Niseme mambo mawili tu. Moja, niseme ni kweli tumeandikiwa barua hiyo na msajili wa vyama. Ni mwendelezo wa hila za kutaka kuizuia Chadema kuendelea kuunganisha Watanzania katika madai ya msingi. Hila hizo hazimuhusu aliyesaini barua peke yake Sisti Nyaoza, zinamuhusu msajili Mutungi ambaye umri wake wa kustaafu ulishaisha muda mrefu, lakini anashikiliwa pale ili kutumika tu kufanya hayo. Zinamuhusu waziri mkuu kutufanya tuache kujadili ripoti ya Chande na wauaji, tuache kujadili walioiba uchaguzi, tuanze kujitetea. Tutafungiwa, hatutafungiwa, tutazuiwa, hatutazuiwa. Hatutaingia mtego huo. Tuendelee na ajenda ya
kiweke. Sasa ndugu zangu wa Katoro, Mwenyekiti Lissu anawasalimu sana. Miezi michache nilipata wasaa kuonana naye gerezani, lakini pamoja na kumwona miezi michache, tumekuwa na utamaduni. Mawakili wa chama wanakwenda kumwona, wanamwambia yanayoendelea, wanamwambia yanayojiri, na tunatumia njia zetu nyingine kupata mrejesho kutoka kwa mwenyekiti wa chama. Nataka niwahakikishie tu, haya ambayo viongozi tulio nje tukiongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche tunaendelea kuyafanya na tunaendelea kuyasimamia, yana baraka za mwenyekiti Tundu Lissu kule gerezani. Na anawaomba Watanzania msirudi nyuma katika kumpambania awe huru, lakini yeye anasema sio yeye tu peke yake kuwa huru,